Ongea maneno mazuri kwa ajili ya maisha yako. Chifukwa kukwambira mkati mwa moyo wako. Kwa sababu vinaanzia ndani ya moyo wako. So let's get ready kutituone vitu ngati hivi mwanya huu. Sasa kuwa tayari, tutaangalia vitu kama hivi siku ya leo. Mwanya huu kupulika kusambiza so much. Siku ya leo nasikia kufundisha sana. Mkubachuta atitolele pa vitu vingapo hivyo tifu uonenge. Ninataka Mungu atuhamishe tena kwenye vitu viwili zaidi mbele. Tuelenge John chapter 7. Twende tuangalie kitabu cha Yohana sura ya 7 verse 37 to mstari wa 37. 37 mpaka 38. Amen. Neno la Mungu linasema, hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alisema katika habari ya Roho, ambayo wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Basi wengine katika mkutano walipoyasikia maneno hayo walisema, hakika huyu ndiye nabii yule. Amen. 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 Bible ikuya kutuwali yose huyu ndiye Yesu after pando likawako. Biblia inasema kila mtu Yesu kwa nyengo yo kukaba pando vakuli ya vufukawako. Yesu wakati anaongea Panyengo yo wantu bakaba pando so Yesu akayoyanga. Kukuli ya verse 37. Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Yesu akaima na kuyoya ku bantu. Yesu akasimama akasema kwa watu. Akarabisanga type ya watu yo akakumbanga. Alikuwa anaangalia aina ya watu ambao alikuwa anawataka. So akuyoya ku bantu au bali na njara bishe kwa ine. Anaongelea watu ambao wana njaa waje kwake. Nyengo hii watu wakalianga vitu. Kipindi hiki watu walikuwa wanakula vitu. Chifukwa ukawa msongano ukawa wafakulia. Kwa sababu ulikuwa mkutano wa vyakula vingi. Kweni Yesu akang'anamuka na kuyoya kuti. Lakini Yesu akasimama akasema, au bali na njara hao walio na njaa vise vaye waje kwangu wale. Chifukwa cha kutuba na njara. Kwa sababu wana njaa. Njara hiyo wakayoya Yesu. Hiyo njaa alikuwa anaisema ikawa spiritual hunger. Ilikuwa ni njaa ya kiroho. Njara ya kukumba vintu vya uzimu ndiyo akayoyanga hapa Yesu. Ya kula vitu vya rohoni. So chintu kimoja tunakumbaliwa wepana. Sasa kitu kimoja ambacho nataka nikiongelea. Njara ikwambira kuwaro cha. Njaa huwa haianzi nje. Njara ikwambira mkati mwa moyo wako wa mtu. Njaa inaanzia ndani ya moyo wa mtu. Mkati mwa mtu ndiko mkupanga develop njara. Ndani ya mtu ndipo kunakoanzia njaa. Ndicho kwa kuyoya kuti uyo wana njara wise. Ndio maana anasema yule aliye na njaa na aje. Yesu akakumbanga watu wa njara pera kutilize kwa hii. Yesu anataka watu wenye njaa tu ndio waje kwake. Chifukwa njara ya uzimu ikukomba vintu vya uzimu. Kwa sababu njaa ya kiroho huwa inaleta vitu vya kiroho. Mkumanya kabili tupila muntu. Unajua mara mbili mwili wa mtu ndi kuchitemwa. Mwili wa mtu unajipenda. Uchitemwa chomene tupi ili kuchitemwa. Mwili unajipenda sana. Ulikuwa na njara ikulu ya kulia vya tupi. Inakuwa na njaa kubwa ya kula vyakula vya kimwili. Ndipo paralingali echali kukupanila ukiwa ulimakora yae. Na ndio maana mwili usipokula chakula unakwambia kwamba hujala chakula. Iwe tie kama nikapenje chakula. Wewe twende ukatafute chakula. Watu wakapenja ndalama kwa watu wakumbalali. Watu wanatafuta pesa kwa sababu wanataka kula. Kwa kabili watu wanangi moyo wa uzimu bakuwa naona njara cha. Lakini mara mbili watu wa rohoni huwa hawatamani sana kuwa na njaa za rohoni. So Bible ya kutipa kubika upanga develop spiritual hunger. Ndio maana tunatakiwa tuwe na njaa ya rohoni. Chwaka mtu ana njaa ya uzimu. Kwa sababu kama mtu anakuwa na njaa ya rohoni, njara ila ikumpangisha kwamba kupenja
Njaa ile ya kiroho inamfanya aanze kutafuta. Bible yatupenja ni chuta hapo chuta wa kusangika. Biblia inasema mtafute Mungu hapo Mungu anapopatikana. Chuta alina maro au ya kusangika au watu wa njara wa kumpenja. Mungu ana maeneo ambayo anapatikana, watu ambao wana njaa ya kiroho huwa wanapata kwenye hilo. That's why Bible yakutimumpenje hiyo hapo hiyo akusangika. Ndio maana Biblia inasema mtafute Mungu mahali ambapo anapatikana. Hii kuanga step ya padera hiyo mtu akona utatole in life. Hiyo ni hatua kubwa ambayo mtu anatakiwa afanye kwenye maisha yake. Bible tunatuisa ni kwa ine. Biblia inasema njooni kwangu. That means kulimara wa mtu akumbika ize kwa chuta. Ndio maana kuna maeneo ambayo mtu anatakiwa aje kwa Mungu. Chuta akuchema kale watu kutuise kwa hiyo. Mungu alishaita watu tayari kwamba waje kwa Mungu. Kwelishono fukara kuwatu wala tuise kwa njani kwa chuta. Ndio maana inabakia kwetu sisi watu tupange hatua ya kwenda kwa. That's why hicho imo mngapanga kumpenja hapo hiyo chuta kusangika. Where there is God imo mtu kweli kwa. Ndio maana sisi tunatakiwa tumtafute Mungu mahali ambapo anapatikana. Cheni chimoza cha kuyoya cha kuondoleza tumenda kuyakuti para kumpenja chuta mgomeza au tumisinje ya maji ifu menge kwa imwe. Ndio maana kitu kimoja ambacho Mungu anasema ukimtafuta Mungu ndani ya moyo wako ataweka mito ya maji ya chemchemi ambayo itakuwa within you. Inakuwa iko karibu na wewe. That's why watu au wanachuta. Ndio maana watu ambao wana Mungu wanakusefukira kwa uchuta mkati mwa moyo wao. Wanasikia nguvu ya Mungu kule ndani yao. Ikuwa maiwo. Inakuwa ndani yao. Kongoni ya chuta ikuwa mkati mwa moyo wako wa Mungu. Nguvu ya Mungu inakuwa ndani yako, ndani ya moyo wako. That's why Yesu akuchema kutiwize, kutuzapokele. Ndio maana Yesu anatuita tuje kwake ili tupokee. Na kumani upalilani mtu walioso huyo ni muheri mumtima. Nataka niwaambie mtu yote ambaye ni mbaya ndani ya moyo wake akioya vieni pa mlomo huwa anaongea vitu vibaya katika mdomo wake. Mtu aliyosha huyo ni muwevu mumtima. Mtu yote ambaye ni mzuri ndani ya moyo wake akioya vieni pa mtima wake huwa anaongea vitu vizuri ambavyo viko ndani ya moyo wake. That's why it's connection. Ndio maana ujue kwamba kuna muunganiko. Mtu aliyosha umwalili mumtima akupanga manifest kuwaro. Mtu yote jinsi alivyo moyoni ndivyo alivyo nje. Haleluya. Haleluya. Mtu huyo mulinayo yule. Huyo mtu ambaye unayo huyo. Para namulabisa chome. Ukimtazama sana. Mungamanya mtu huyu ndi muweni oro ndi muweni yae. Unaweza kumtambua kwamba huyu ni mzuri au huyu ni mbaya. Chifuata uma kuganizira. Kwa sababu ya namna anavyofikiri. Chifuata uma kuyoyea. Namna anavyoongea. Chifuani hufuma mkati mwa moyo wake. Kwa sababu ndio vitu vinavyotoka ndani ya moyo wake. So Yesu akayoya kuti mkati mwa mtima wa watu wa tena. Mwaza mfuma misinje ya maji ya moyo. Ndio maana Yesu akasema watu wa namna hii ndani ya mioyo yao watatoka mito yenye chemchemi ya maji ya uzima. Ndio waende kumtasu kutukuruta za misinje. Nitaendelea kuongelea zaidi huko mbele tunapoelekea mito ya maji. Ubakuyoya ukifuma mkati mwa moyo wako wa mtu. Inasema mito ya maji inatoka ndani ya moyo wa mtu. Para yafuma mkati kupanga cover the whole body. Ndio maana inapotoka mito ya maji ya uzima ndani inakwenda kukava kwenye kila mahali penye tatizo. Next kwamba kupanga cover watu wanyake. Ndio maana inatoka na kwenda kufanya kava kwa watu ambao wanahitaji uzima. Kupanga cover katungu winu. Unaenda kutengeneza mpaka kwenye biashara yako. Kupanga cover familia yako. Inakwenda kukava mpaka kwenye familia yako. Kupanga cover chili chose cho kupanga on. Inakwenda kukava kwenye kila eneo ambacho unafanya. That's why hicho tukustika in life. Unajua hicho ambacho kinafanyika kwenye maisha yako. Paliposa kwa maji yaenda. Kila mahali ambapo yale maji yanakwenda. Vindu kwamba kumera. Unaona uzima unafika na vitu vinaanza kuota. Haleluya. 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 Chikwaja kutivafika mbwe mchinchi kwamba kumera vakufa kwamba so kumera again. Kwa sababu maji ya uzima yamefika, inaamsha, inaweka uzima na vitu vinaanza kuchukua upya kwa sababu uzima umeingia pale. Watu wapanga from to wantundu. Watu ambao wanapita kwenye njia hii. Wakuanga na mbeu yoikufa cha moyo wao. Wanakuwa na mbegu ambayo haijakufa ndani ya mioyo. Chifanye ngozose ikuwa pasi
paula mulilo wa maji ya moyo, kwa sababu siku zote inakuwa chini ya mamlaka ya maji yanayotoka ndani yake. That's why watu wantena nyengo ya komila wakomila yai. Ndio maana watu wa namna hii wakati jua ni kali wanatakiwa wawe wakame, lakini hawawi wakame. There is no season para yao. Wao hawana season, hawana nyakati katika maisha yao. Au wakusefikira tena wadite season. Watu wa namna hii huwa hawana nyakati, hawana vipindi. Hallelujah. Hallelujah. Mpandane bawenu kutufilima kora. Mwambie jirani yako kitu kiko sawa sawa. Mioyo chomeni. Msemeshe sana. Nakumba mwerenge book la Psalms. Nataka tusome kitabu cha Zaburi. Chapter 1. Zaburi sura ya kwanza. Kumbatio weka tukanyake kaweni. Nataka tuongelee kitu kingine kizuri. Chapter 1. Zaburi sura ya kwanza. Chapter 1 verse 2 mstari wa 2 to 3. 2 to 3. Amen. Neno la Mungu linasema, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzaao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Amen. Amen. Bible inatukuza watu awakasikika mchilamungo cha mazu ya chuta. Biblia inaongelea habari ya watu ambao wameimarika kwenye ufalme wa Mungu. Awapanga meditate. Hao ambao wana meditate. Bible inatupa meditation ya mazu ya chuta ikutema Mungu kuti ave mustandard ya mtundu yake. Hao ambao wanatafakari maneno ya Mungu huwa yanabadilisha na kuwa mtu mwingine. Hawakualingalila usiku na mhanya. Hao ambao wanatafakari maneno ya Mungu usiku na mchana. Mkumanya kulingana na mazu ya chuta kulichenyengo. Unajua kutafakari maneno ya Mungu hakuna muda. Every time, every minute, every hour mtu alipachito angamanya kupanga meditate mazu ya chuta. Kila muda, kila saa, kila dakika, kila sekunde mtu anaangalia muda kutafakari neno la Mungu, anatafakari muda wote neno la Mungu. Every time mtu akwenda kukanisa. Kila saa mtu anatakiwa atafakari. So Bible kukanisa walingati kuni. Sasa Biblia inasema wale wenye kutafakari sheria ya Bwana ni kama mti uwapandika hapo msinje ya maji kwenda. Huo uliopandwa kando ya mto wa maji ambayo yanatembea. Not maji ya kuimata. Sio maji yaliyosimama. Kwenye maji au ya kwenda. Kwenye mto wa maji unaotembea. Chukua para maji ya kwenda. Kwa sababu kama maji yanatembea, para misinje yake ikwenda in season and out of season. Kuna mito mingine huwa inatembea kwa nyakati fulani na kuna mito mingine kuna nyakati inakauka. So para kuyoya tena wakuya the place maro. Sasa kama anaongelea habari hizi manake anaongelea habari ya eneo. Chifaba kuyoya za maro au mishinje ikwenda. Kwa sababu anaongelea habari ya mito ya maji inayotembea. So iwe uliplanted hapo msinje ukwenda. Sasa wewe umepandwa kwenye mto wa maji ambao unatembea. So Bible kwa watu tena hawa. Sasa Biblia inasema watu wa namna hii wakubaba chipaso munyengo yake na out of season. Ni mti wanakuwa kama mti ambao unazaa matunda wakati wote, anakuwa anazaa matunda tu. Mkumanya kulichi Kristo cha season, Christianity season. Unajua kuna Ukristo wa nyakati. Wakati panyake vilimakora. Kuna wakati viko vizuri. Panyake yai. Kuna wakati viko vibaya. Panyake ukubaba. Wakati mwingine wanazaa. Panyake ukubaba yai. Wakati mwingine uzai. That's Christianity, season of Christianity. Sasa hiyo ni season ya Ukristo. So Bible inatupana wapandika. Sasa Biblia kama umetengenezwa hapo pa kwenda maji, kama umepandwa hapo mahali panapofika maji, that means every time ukwa evergreen.
Yaani wakati wote unakuwa wa kijani tu. Para bantu wakuona, watu wanapokuona vintu vimakora yani, vitu havipo vizuri, wakuona hiyo ulimakora, lakini wanakuona wewe uko vizuri. Para bantu wakuona, kama watu wanakuona ulijendarama, una pesa, hiyo ukoneka una ndarama. Wanapokuona wanakuona kama una hela. Chipacha vichi. Kwa ajili ya nini? Chipacha uti hiyo wapandika maji au pamano hapo you are evergreen. Kwa sababu umepandwa kwenye mito ya maji ambayo hayakauki na mti wako ni wa kijani siku zote. Amen. Na kumanu palani kupanda mbegu hapo bali dry. Nataka niwaambie usipande mbegu mahali ambapo pakavu, pako dry. Chukua maro ya tena yana. Kwenye eneo kama hilo, vitu vitakauka uliko. So that's why hapa tukioya kuti tukwenda kupandika pamaro au vitu kwa makora. Ndio maana tunatakiwa tukapandwe kwenye miti kando kando ya mito ya maji. You know, hapo pakizaliwa panazaliwa. Bible ya kuti. Ndio maana Biblia inasema chini kimoja chini kulisekeza tomene mbili ya Bible. Hicho kitu ambacho kinanifurahisha sana kwenye Biblia. Yesu akakumbakulia. Yesu alitaka kula zuani yake. Siku nyingine akwenda patoa, alipokuwa anatembea njiani, akusanga kuni liweni, akaona mti mzuri, ma green leaves, akaona majani ya kijani. Bible inataka mkulia para. Biblia inasema Yesu akasema nitakwenda kula pale. Huyu akawa Yesu. Huyu alikuwa Yesu. Huyu akumanya chilichosi. Huyu ambaye anajua kila kitu. Kwa hiyo watu waona green leaves. Lakini alipoona ile majani ya kijani, akayoya tunirutege na mkulia. Akasema nitakwenda pale alafu nitakula. Nina njaa na mkulia. Nina njaa nataka kula. Bible inasema akaruta. Biblia inasema akaenda pafupi na kuni, karibu na ule mti, akasanga uti mkuni lila mulijekantu, akakuta kwenye ule mti hauna matunda. Yesu akakondwa chachukwa cha greenness. Yesu hakufurahi kwa sababu ya ile kijani aliyoiona. Chifukwa hicho akapenja ni kuni limuhusu mamaji ni kupambika vipambi. Kwa sababu alichokuwa anatafuta ni mti ambao umepandwa kando ya mto wa maji ambao unatoa majani na matunda. Yesu akukumbaga greenness cha. Yesu hataki majani ya kijani tu. Akukumba fruitfulness. Anataka matunda. Hallelujah. 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 Para Yesu akuisa kwa imwe. Yesu anapokuja kwako, mapandika kwa sababu umepandwa kwa Yesu. Kwa Yesu. You are evergreen. Kwa sababu siku zote ni wa kijani. Hicho akukumba hiyo asangepo chakula maiwe. Hicho anachotaka akute chakula kwako. That's why paratili wa kusama ma Kristo Yesu. Ndio maana tukiwa ndani ya Kristo, paratili pa level nyake ya Kristo Yesu, kama tuko kwenye level kubwa kwa Yesu, pakumbikati yambe kuwa fruitful, tunatakiwa kuwa matunda mazuri. Hallelujah. 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 Nakubali parani chini yake. Nataka niwaambie kitu kingine. Para mtu alikuwa Kristo Yesu anakuwa fruitful. Kama mtu yuko amezaliwa kwa Kristo Yesu anatakiwa awe matunda. Kwa one character your Bible ikuyooya. Kwa sababu Biblia ina tabia ya Mungu inasema hivi kwenye Biblia. Ikuyooya kuti go and be fruitful. Inasema nenda ukae matunda mema. Hallelujah. Wakiyoya tukawe green cha. Haisemi kwamba uende ukae wa kijani. Be fruitful. Nenda kazae matunda. Ruta ukawe fruitful. Nenda ukazae matunda. So chuda cha kulabisa kuchalishi. Sasa Kristo anachoangalia kanisa, akulabisa fruitfulness. Anaangalia matunda. Hallelujah. Ndicho akulabisa. Anachoangalia. Para mlipata utapasi, be fruitful pata utapasi. Kama uko katika hii dunia zaa matunda. Cheni chimoza cho ima mumani kwenge utukuli mwana wa chuda. Hicho ni kitu ambacho kitakufanya uonekane kwamba wewe ni mtoto. Para uli fruitfulness. Ukiwa mzalishaji wa matunda. We are spiritual fruitfulness. Kwa sababu ninaongelea habari ya kuzalisha kiroho. Physical fruitfulness. Kimwili uwe mzalishaji. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Watu wanyako wa kuona kwa Yesu kuija physical fruitfulness. Kwa sababu watu wengine wao wanaona kwa Yesu kisha okoka basi inatosha. Watu kwa Yesu ndiko kulima suzo ya nandi. Kwamba kwa Yesu ndiko kwenye matatizo mengi. Na kumba kundi kupalilani. Nataka niwaambie masuzo kwa Yesu. Matatizo ambayo yako kwa Yesu. Yaliko kiatipanga uplift.
yapo ili atuinue juu. Not yatukometreka ubabacha. Hayapo ili atuue, hapana. So secret la Yehoya ya kwamba mupandike mumusi wa msinje. Ndio maana nasema upandike pembeni ya mto wa maji ya uzima. Watu hawapandika mpepete wa msinje ni wa Yehoya makaritazi yao. Watu wanaopanda kwenye mto wa maji wanaotembea nitaongelea tabia zao. Ndi watu wakuyoya ngati David. Ni watu wanaongea kama Daudi. Akiyoya ukikakondwa hapo chuta kayoya ntia ni nyumba ya Yehova. Anasema nilifurahi nilipoambiwa twende nyumbani kwa Bwana. Haleluya. Kakondwa wakayotia ni nyumba ya Yehova. Nilifurahi waliponiambia twende kwenye nyumba ya Bwana. Hiyo ngano yao hawakondwa nao ni nyumba yake ya Yehova. Ni wenyewe maeneo ambao wanafurahi, wanafurahia wanapokwenda nyumbani mwa Bwana. Manya ine na karakta ya kusuzato wemba kani ya kupempea. Unajua mimi nina tabia ngumu kidogo kwenye eneo la maombi. One time, siku moja mama wani wakuni baba kataika. Mamangu mzazi alifariki. Saturday, Sunday karuta mcharichi. Alifariki Jumamosi, lakini Jumapili ni tikasunga. Next day karuta kakapempea. Tulipofunga tena, tulipomzika siku ya pili yake nilikwenda tena kuomba kanisani. Gafuma mcharichi na kwiza. Nikatoka kanisani nikarudi. Nkayaba kusova vindu. Nikaanza kusovu vitu baadhi. Njala hiyo kawa nayo ine. Njala ambayo nilikuwa nayo mimi. Ikawa ya utitinga kara ya ningapanga miss God ja. Yaani siwezi kumpoteza Mungu wangu. Zwali nyake tikanyamuka tikautakunyake uko no church. Siku nyingine tulienda eneo ambalo halina kanisa kabisa. Tikapanga charichi la utikuliji. Tukaandaa kanisa ambalo halikuwepo. Ngawa na mbusa unyani utaise convener preacher. Nilikuwa na mchungaji mwenzangu nikamwambia aisee vipi tuanze kuomba. Iwe uende convener ile preacher. Mimi wewe utakuwa msharika na mimi nitakuwa mhubiri. Basi tikaemba kunjika watu. Basi tukaanza kukusanya watu panyanja kwenye ziwa na kuwapepereza kuwapandisha ja kupeleka bara na kupepera na kuwapokeleza Yesu. Tukahubiri pale, baadaye tukamwambia toeni sadaka, baadaye tukawapa Yesu. Tikaleo ya utisepsi ya mara tena kunyumba. Baadaye tukamwambia jamani ibada imekwisha, twendeni nyumbani. Chifua hicho tukifika watu awali fruitness watu wakapa fupi na chuta nyengo na nyengo. Kwa sababu watu ambao ni wazalishaji muda wote wanakuwa karibu na Mungu. Mkumanya kuli watu banyaka au sane we mulendo kufuma huko. Unajua kuna watu wengine akienda kanisani asubuhi anapotoka Sunday service bali mulendo isa kunyumba kwao. Mtu mwingine Jumapili inapofika kama mgeni amekuja nyumbani kwake, akumbamuyo wesane waka. Huyo mgeni anataka muongeleshane tu. Ina kumpanda utaiseti ni kucharichi para wakana kucharichi karamu Mungu tikusange. Mimi namwambia Bwana twende kanisani. Huu ni muda wa kanisani, kama uendi kanisani kaa hapa tutakukuta sisi tunaenda kwenye ibada. Chifukwa ina mtima wangu uli kucharichi. Kwa sababu mimi moyo wangu upo kanisani. Uli mnyumba mno ja. Haupo huko ndani. Icho mweoe hadi makaretas ya watu au walikupandika mbele mwa msinje. Hiyo ni tabia ya watu ambao wamepandwa kando ya mto wa maji. It's another level of Christianity. Ni level kubwa kwenye Ukristo. Ni level ya Mungu angalika cha kupepera kwa chakatu. Ni level ambayo mtu hawezi kuacha kuomba eti kwa sababu ya kitu fulani. Mkumanya Yesu akampara utivichi. Unajua Yesu alisemaje? Bauta mama winu na dada winu wakupejani bawa. Alipoambia baba yako na mama yako wanakutafuta. Yesu akayodada wani na mama wani ndio wakulika mazo ya chuta. Akasema baba yangu na mama yangu ni wale wanaolisikiliza neno la Mungu. Haleluya. 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 Sibali nyako wakamyohoye saso Yesu. Siku nyingine wakamsemesha penjanga wangu wakochi. Tulikuwa tunakutafuta ulikuwa wapi? Akuelewa utinangu wa nyumba ya dada. Akamwambia nilikuwa kwenye nyumba ya baba yangu. Au akuwapala tena madada wake. Huyo anayemwambia hivyo ni baba yake. Moyo wake ukawa nyumba ya dada. Moyo wake ulikuwa kwenye nyumba ya baba. So watu hawakuwapana level. Sasa watu ambao wanakuwa kwenye hiyo hatua kubwa ndio wakazikika nyumba ya chuta. Ndio watu ambao wanaimarika kwenye ufalme. Na kubana upara secret. Nataka niwaambie siri hii. Gome hii madhabahu. It's powerful. Ina nguvu sana. Gome hii madhabahu.
Watu wanani wa kumanya cha secret. Watu wengi hawajui hii siri. Para mafika hapa. Unajua ninapokuwa nimefika there is power. Kuna nguvu hapa. There is power. Kuna nguvu hapa. Yengo yake nyamkani wakakunyumba pili. Kwa nani papa usina na Yesu. Siku nyingine umetoka nyumbani kwako unataka maombi, njoo ushike hapa. Ona hapa nyamula kwa pepera vako ufike pa kuwa la chuta. Beba maombi yako, ukifika hapa sema Mungu nimekuja, omba gusa madhabahu uende nyumbani. Chifani mara uchuta wapanga invest the glory. Kwa sababu ni eneo ambalo Mungu ameweka utukufu wake. Ndio waende sonson vingapi. Nitaongelea sasa hivi vitu vingi vitatu. Haleluya. Watu wanani wa kumanya cha secret ya kukula. Watu wengi hawajui siri ya kukula. Secret ya kufuma pale level yako kufika pale level yako wa kuimanya haya. Siri ya kutokea chini kwenda juu. Every level you need to pay a price of that level. Kila hatua unaopanda unatakiwa ufahamu. Watu wanani para kuona mchungaji kwa in Jesus name out. Wakati speaker wako. Watu wengi wanapoona mchungaji anakemea mapepo, toka kwa jina la Yesu, anasema it's another level. Hiyo ni hatua. Akupanga pay price before that service. Akulipia mtengo kwa service ndio kwaleta. Atalipia gharama kabla ya ibada haijaanza. Haleluya. Haleluya. Nifanya kapo ngayambaga swala kwamba kayotape mpira chomene soti za kusayohoe. Ndio maana nikasema toka siku ya kwanza tulipoanza tumeomba sana, sasa nimekuja kufanya ukamilisho tu wa maombi. Chifati kwa utani bila price kuseli. Kwa sababu tumelipia gharama pembeni. So secret ya kwamba na ile ukija kusangika pagome la mbazo ya chuta. Siri ya kwanza ni ile ya kupatikana kwenye madhabahu ya Bwana. Uwe pafupi chomene na gome la chuta. Uwe karibu sana na madhabahu ya Bwana. Na kubaliowe secret hii mulipulikisha. Nataka niongelee siri. Satana ana magome yake. Shetani ana madhabahu zake. Alina yake Satana. Ana madhabahu zake. Au wakumbabani warute wakalambile kwenye kura. Ambao watu huwa wanatoka na kwenda kuabudu kule. So isa tina gome litu hili. Sasa na sisi tuna madhabahu yetu. Ilo tikachimbili lako utitize. Hiyo ambayo tunakimbilia ili tuweze kumwona Mungu. Para machimbila hapa that is powerful. Kama umekimbilia mahali pale basi wewe uko powerful. So kuruwa cha kuyoya za kupandika pamachi au ya kwenda. Sasa usisahau naongelea habari ya kupandwa kwenye mito ya maji ambayo yanatembea. Mukuma tutola another step. Nataka tuchukue hatua nyingine. Ima mtuelengera fast. Wewe unaotusomea soma kwa Ezekiel 47. Ezekiel sura ya 47. Verse 1 kwamba katupeleke verse 1 mpaka na 5. Tutaanzia mstari wa kwanza mpaka wa 7. Ezekiel sura ya 47. Chapter 47. Verse 1 to 5. Mstari wa kwanza mpaka wa 5. Amen. Neno la Mungu linasema, baadaye akanileta tena mpaka lango la nyumba, na tazama maji yalitoka chini ya kizingiti cha nyumba kwa njia ya mashariki, maana upande wa mbele ya nyumba ulielekea upande wa mashariki, nayo maji yalishuka toka chini ya upande wa kuume wa nyumba, upande wa kusini wa madhabahu. Ndipo akanileta nje kwa njia ya lango upande wa kaskazini, akanizungusha kwa njia ya nje mpaka lango la nje kwa njia yake iliyoelekea mashariki, na tazama maji yalitoka upande wa kuume. Na alipotoka mtu yule mwenye uzi wa kupimia mkononi mwake kwenda masharikini, akapima diraa 1000, akanivusha maji yale. Maji akafika mpaka viweko vya miguu. Kisha akapima diraa 1000, akanivusha maji yale. Maji akafika mpaka magotini. Kisha akapima diraa 1000, akanivusha maji yakafika mpaka viuno. Kisha akapima diraa 1000,
yakawa mto isiyoweza kuvuka, maana maji yamezidi, maji ya kuogelea, mto usiovukika. Amen. Amen. It's a prophetic. Hili ni neno la kinabii. Juda akamwonyesha Ezekiel. Mungu alimwonyesha Ezekiel. Akamtoa Ezekiel in a spirit. Alimchukua Ezekiel kwenye ulimwengu wa roho. Akaanza kumuonesha church. Akaanza kumuonyesha kanisa. Church wakamuonesha. Kanisa ambalo alikuwa anamuonyesha. Mpaka wapindi wakastikanga mchalichi mora. Kulikuwa kuna vitu ambavyo vilikuwa vinafanyika kwenye lile kanisa. Bible ilikuwa kugomera pa church. Biblia inasema kwenye madhabahu ya kanisa kukastika church nyake cha chireno. Kulifanyika kitu kingine cha kigeni. In that vision. Kwenye maono. Bible ndio maji yakayamba kufuma pachoko. Maji. Biblia inasema maji yakaanza kutoka kidogo kidogo kwenye madhabahu. Yakafuma paliposecha. Hayakutoka kwenye kila eneo. Hallelujah. Maji yakafuma kugome na kuchechi. Maji yalitoka kwenye madhabahu ya kanisa. Iya kuona maji yakafuma kugome na kuchechi. Yeye anaona maji yanatoka kwenye madhabahu ya kanisa. Kuchipangano cha kale. Kwenye agano la kale. Kuwa na sembe likawa very important. Maanake wakati wa madhabahu ambao walikuwa wanatoa sadaka ilikuwa ni muhimu sana. Chilichose hicho kupanga ukwenda kutana chopakua. Kitu chochote ambacho unafanya unatakiwa uende